kuna mtu hana ujuzi lakini anajua namna ya kuishi na watu. Kwa mfano wao mnaosema wachawa. Wewe unacheka lakini kuna mtu ana make life. Kwa hiyo ni swala la kujua nani nimweke wapi kwa sababu gani. Yaani unajua kujitambua ni kujua una nini kwa ajili ya nani na wapi. Live na G. Roundup. Yes, baada ya kutufungulia ngoma yetu hiyo ya kutufungulia show, ninayo furaha kubwa sana kukualika wewe mwana Afrika Mashariki kwenye wakati mwingine tena wa kuhabarika, sehemu ambayo huwa hatufanyi tu kama kipindi cha redio, huwa tunaifanya kama kwa ajili ya watu. Na leo nipo na yule ambaye tumekuwa tukizungumza naye na akibadilisha maisha ya watu kwa namna nyingi, mwalimu na mtaalamu wa saikolojia na malezi, Cosmas Madulu. Karibu sana. Asante sana. Kwanza kuna mambo mengi ambayo yametokea na leo tuna mada yetu mezani ambayo inasema ni jinsi ya kutumia watu wenye uwezo ama ujuzi ambao wewe hauna kwa manufaa binafsi, na kwa kifupi sana ni jinsi ya kujua yupi wa kushindana naye badala ya yupi wa kushirikiana naye badala ya kushindana naye. Ndiyo. Tuna watu wengi sana ambao wanajikuta wanashindwa kushirikiana na watu kwenye maeneo ya kazi. Nilikupa huo mfano wakati tunajadili kwamba unakuta kuna mtu anakuwa intimidated, sijui kwa Kiswahili tuiwekeje hiyo, kwamba ukiwa na uwezo mkubwa kuliko yeye, badala ya kutafuta namna ya kutumia huo uwezo wako, yeye anatafuta namna ya kupambana na wewe na kushindana na wewe. Kwenye mahusiano pia inatokea sana kwa wanaume. Ukutana na mwanamke mwenye sifa fulani, badala ya kutumia mwanamke ana uwezo kutafuta pesa kuliko mimi, nimtumieje ili mimi nijifunze au nifanye nini, badala yake watu tunaamua no, huyu simtaki. Sasa ni kitu ambacho kimesumbua watu wengi sana. Lakini kabla ya hapo, kaka Cosmas, nataka nisikie comment yako kuhusiana na hiki kitu ambacho kimetokea juzi kati hapa cha confusion iliyopo kati ya ujuzi na taaluma. Juzi kulikuwa kuna tukio lilitokea Zanzibar, kuna wasanii ambao walipanda jukwaani wakawa wameperform chini ya kiwango, mwingine akaperform juu ya kiwango, na mjadala ulivyoenda, walivyokuwa wanazungumza, ilionekana kama kwa nini wale wenye uwezo hawapewi zile nafasi, na imetokea sehemu nyingi sana wenye uwezo ndio wanatakiwa wapewe nafasi wenye uwezo. Nikawa nimepata haya mawazo, nikaandika hiki kitu kwenye Instagram. Nasoma paragraph moja tu afu nitataka nipate maoni yako. True story, illusion tulionayo kuhusu ujuzi inafanana na ile tulionayo kuhusu taaluma. Nifafanue kidogo. Historically, tangu zama za mawe za kati, binadamu alianza kuhitaji ujuzi, skills. So iligeuka lulu ndani yetu kwamba yeyote mwenye ujuzi fulani, kupigana, kucheza, kuimba, kuchonga, uchawi na kadhalika, ndo wanapata social attention. So kukawa kuna uhusiano wa ujuzi na mafanikio moja kwa moja ya kiuchumi au ya kijamii. Hadi leo ipo kama silka. Then baadaye zikaja shule ambazo zilitoa taaluma kama njia rasmi ya kuzalisha elimu fulani. Ujuzi ukabaki kama elimu mtaani, na hadi leo kuna vita baridi kati ya ujuzi na taaluma. Sasa kampeni zilianza za shule na umuhimu wake, na ujuzi ukaekwa pembeni sometimes, na zikawa kuna mottos nyingi. Sasa point yangu hapa ni kwamba jinsi ambavyo tulihusisha mtu mwenye uwezo na kupata mafanikio au nafasi za kijamii ni kama tulivyowahi kuhusisha taaluma na kupata mafanikio. Ndiyo. Kwa hiyo mpaka leo kuna watu wenye uwezo anakaa anasema yule anapendelewa yuko pale, lakini ujuzi wetu ni 20% tu ya mafanikio yetu. Ndiyo. Tunasahau ile 80 ya haiba ambayo tuliwahi kuzungumza kwenye masomo yako ya nyuma, kwamba mpaka leo tunaamini kama tunavyoamini taaluma ilikuwa ni muhimu, tunaamini pia ujuzi pekee unatutosha. Na ni makosa ambayo mifumo ya elimu ndio inatakiwa itoe hayo majibu kwa watu. Kwa sababu unapompa mtu taaluma, haujampa kila kitu. Sasa bahati mbaya tunapopita kwenye mifumo yetu ya taaluma hiyo, tunaaminishwa kama umepata kila kitu. Na ndio naambiwa kufaulu maisha yatakuwa mazuri. Yaani ndio tulikotoka, hatukujua kwamba hiyo ilikuwa ni temporary. Kwa sasa hiyo statement usiwaambie mwanafunzi, utamchanganya kabisa. Ni kama utamuua kwenye maisha, kwa sababu atapata taaluma, ataamini taaluma hiyo ndio ujuzi. Hata jua kuna tofauti ya ujuzi na taaluma. Na kuna tofauti ya elimu na taaluma. Unanielewa? Kwa hiyo sasa hata jua atavaa hiyo taaluma akiamini ana ujuzi na ana elimu, kumbe hapana. Matokeo yake sasa anapokuja kwenye mtaa, huko kunahitajika zaidi ujuzi na elimu, sio taaluma yake.
Anabaki na ile taaluma kama identity na anaanza kushangaa. Kwa nini sipewi kipaumbele wakati nina taaluma? Maisha tulionayo saizi, taaluma imekuwa ni sehemu ndogo sana ya kumsaidia mtu kuishi. Na ni ya muhimu kuwa nayo, lakini usiitegemee. Ni wale wenye taaluma na ujuzi ama na elimu kwa ujumla wake ndio wanaosogea. Na tunavyosema elimu tunazungumzia ile experience ya binadamu kwenye maisha katika kuishi. Na ukiwa na ujuzi pia haitoshi, inabidi uwe na ile personality yako, jinsi unavyoweza kudili na watu. Kwa mfano mtu ana ujuzi halafu hajui namna ya kuishi na watu, takufa na ujuzi wako. Yani kuna mtu hana ujuzi lakini anajua namna ya kuishi na watu. Kwa mfano hao mnaosema machawa. Wewe unacheka lakini kuna mtu ana make life. Kwa sababu gani? Mfumo uliopo wa maisha unaruhusu hicho kitu. Na unalipa. Yani unakifanya hicho kitu kilipwe kuliko wewe unayehangaika kupata PhD. Si unanielewa? Kwa sababu tunaishi kwa muda. Tunaishi temporary, we are temporary beings. Si ni viumbe wa kiroho wenye mwili wa muda. Si unanielewa? Sasa wakati tunaishi, wewe unacheka, mwenzio maisha yanasogea na make life. Viumbe wa kiroho wenye mwili wa muda. Naomba uifafanue kidogo sentence. Sisi we are spiritual being. Yani tumeumbwa rohoni lakini tumepewa mwili wa muda. Roho ya mtu haifi. Ndio maana Nyerere yuko anaishi paka leo. Amekufa mwili, roho inaishi. Ndio maana wanasema nafsi kikatika, nafsi na uacha mwili. Sasa lakini yenyewe ina exist. Ndio maana wanasema fulani amefariki, ameondoka kwenye mwili lakini yupo. Hiki unachofanya Grayson hapa kitaishi. Maneno unayosema yataendelea kuishi. Itategemea umeyasema kiwango gani kwa nani, na yatabeba roho yako mpaka. Kwa hiyo ile ni state of being au hali ya kuwa ambao ni halisi, spiritual. Ndio maana kuna watu wamekufa leo mpaka leo unawasoma kina Napoleon na nani wako hata Tanzania tunao kina Mzee Mengi na Ruge Mutahaba. Ndio. Na vitu mawazo yao mpaka leo tuko hapa studio. Wazo la mtu anaishi, huyo mtu hajafa. Amehama kwenye mwili, yuko spiritually. Yani ameondoka kwenye dunia hii physically lakini spiritually yupo. Hiyo roho yake mambo yake yanaendelea. Si unaelewa? Ndio maana mtu anaandaliwa kuyaendeleza hayo. Sio mwili utakuwa umeondoka. Kwa hiyo sisi ni spiritual beings but we have the temporary flesh. Tuna mwili ambao ni wa muda. Nategemea sasa huo muda ambao umepewa kutumia huo mwili wako na utumiaje. Ndio maana tunasema ni muhimu mtu akipata taaluma ajue atatakiwa kuigeuza igeuke kuwa elimu kwa kuiingiza kwenye experience. Na huyo mtu aangalie vitu vingine tunaweza sema skills, ujuzi. Ambavyo saa nyingine taaluma inaweza sikupe ujuzi lakini ukigeuza hiyo taaluma kuwa elimu ndio unaacquire ujuzi. Ni sawa sawa na mtu amesoma operation ya magari haya na mitambo ya kuchimba. Halafu hajawahi kuitumia. Akienda field atakuwa anachukua daftari ndio anaperform. Lakini yule ambaye yuko kwenye field aliyesoma moja kwa moja anapiga kazi moja kwa moja. Unachofanya ni kile lakini nategemea wewe umepita njia gani kukipata. Na nielewa kwa sababu maisha yanaleta majawabu bila kujali umesolve swali kwa njia uliyopata wapi. Sio, nielewa? Unaweza kupata njia hiyo kwenye shule, mwingine akapata njia hiyo kwenye uzoefu maishani mwake. Wote mtasolve challenge na kuleta majibu na kufanikiwa. Maisha yanahitaji maamuzi. Taaluma ndio inayohitaji memory, kumbukumbu. Maisha yanahitaji maamuzi. Ndio maana usichezee mtu anayeshika hela kila siku. Kama ana maamuzi mazuri hawezi kufa maskini. Nanisikia? Usicheze na mtu anayeshika hela kila siku hata kama ingekuwa ndogo. Kama ana maamuzi mazuri hawezi kufa maskini. Kwa hiyo shida yetu huaga iko kwenye maamuzi. Vizuri, ni tofauti na mtu anayeshika hela mara moja mara mbili kwa mwezi. Tofauti kabisa. Shida yetu ni maamuzi. Unajua maisha haya tunayosema ni maamuzi. Kwa hiyo watu tumechanganya sana hivi vitu na tumevalishwa magauni ya kutufunika kwenye hali hiyo. Atokea yake tunashindwa kujua unavaa taaluma unafikiri umevaa kila kitu. Lakini mtu angeambiwa hii ni taaluma, umevaa robo. Yani kama ni vita umepigana robo ya vita. Bado kuna robo tatu nyingine. Yes, na Brother Cosmas kwenye hiyo namna ya kudili na watu kwamba unaweza ukawa na taaluma, ukawa pia na ujuzi lakini unatakiwa kuwa na uwezo wa kudili na watu ambao ndio dunia ilipo sasa hivi. Algorithm ya dunia ndivyo ilivyo.
Na hiyo kudeal na watu ndo ule ujuzi. Sasa unakuja kwenye mada yetu ya leo kwamba namna ya kujua nani ushindane naye na nani ushirikiane naye. Nitakupa mfano. Kama tulivyosema sisi ni spiritual beings. Ni kama vibration ambayo ukikutana na mtu, kuna mtu unaweza kukutana naye alafu unahisi kabisa sisi hatuendani. Yaani tukiachwa hapa hatuwezi kuongea chochote. Imewahi kunitokea kazini mtu ambaye nilikuwa naye karibu sana, lakini nilisense kwamba hiyo hatuna hiyo vibration inao match. Na sometimes ikikutokea hivyo unaweza mkajikuta unamchukia mtu au unafanya visa ambavyo. Kwa hiyo ilimchanganya sana kiasi kwamba akawa anaibua vitu ambavyo sivielewi. Juzi ndo nimepokea message yake, na ileta hii kwa sababu nilipokea message yake akisema baada ya kuachana sana muda mrefu kikazi, anasema nilijua bana, sasa hivi ndo nimejua kwamba wewe tulikuwa poa tu, mimi sijui hata nilikuwa. Anaanza kurudi sana, anaelewa nini kilifanya. Ngamba mimi sijui kuwa adui na wewe, lakini nilisoma kwamba hatumatch hizo frequencies zetu. Kuna hizo kesi, alafu kuna zile kesi za mtu tu anaona huyu ana uwezo kuliko mimi, anamuogopa, hajui kuenjoy ubora popote ulipo. Tunaweza tukawatumia watu. Kila mtu anazaliwa na uwezo ndani yake na ana kila kitu fulani ndani yake. Kinachotofautisha ni namna tunavyolelewa, namna tunavyokuzwa, tunastawishwa vipi. Kwa mfano kitu kama ujasiri. Huwezi kukipata chuo. Huwezi kwenda chuo kusoma kuwa jasiri. Watakwambia nenda kuwa jasiri baada ya shule, lakini utakuwa kwa hiyo kitu ni you become. Kwa hiyo ni matokeo ya maisha halisi uliyoishi. Hivi tuseme kwa mfano, kiongozi mzuri yoyote popote, au familia au nchi au jamii yoyote, ili alete mafanikio kwenye jamii yake, lazima atambue kuongoza uwezo wa watu, sio kuongoza watu. Kiongozi mzuri ni yule mwenye uwezo wa kuongoza uwezo wa watu wake. Manake ni sawa na kocha wa mpira anayejua kulocate ujuzi wa mtu kwenye engo sahihi, ndio anayesababisha timu ishinde. Si unaelewa? Kiongozi yoyote anayejua kuongoza uwezo wa watu wake lazima alete impact. Kwa hiyo issue hapo ni kuongoza uwezo. Ni pamoja na haya sasa unayosema wewe. Kwamba ukisha tambua kwamba huyu mtu ana kitu hiki kizuri mimi sina. Maamuzi sasa aidha nimwogope, nimchukie ama niandamane naye. Hapo inakuja kitu kinaitwa uadilifu. Yaani umelelewaje? Uadilifu wako, discipline yako, nini unachokiona baada ya kutambua hivi. Yaani unapoona kwa mfano mnaweza mkaona adui wote mko wawili. Adui yule yule mmemwona, lakini kila mtu atamtafsiri kulingana na uwezo wake wa kuona mambo. Ndio pale wanasema the danger is real but fear is a choice. Kila mtu atamtazama adui huyo kwa uwezo wake, namna ambavyo alivyo. Aidha saidiwe na taaluma ama elimu ama ujuzi ama uadilifu, namna fulani ambavyo yeye amejaa ndani yake kuna nini. Kwa hiyo ndio maana nasema sasa kwamba unaona adui, unaamua nini. Unaona mtu ana uwezo kuliko wewe ama yuko chini yako lakini hana uwezo kumnyanyua kumweka juu. Na nielewa ni sifa ambazo mtu yoyote hata wanaopenda kutumikia jamii kwa viongozi wanatakiwa kuwa nazo. Kutambua uwezo wa mtu. Kama mtu anaona una uwezo na mzidi na kukimbia na unaona ana kitu unachokihitaji, mnyanyue. Umeolewa na mtu unayeona ana uwezo kuliko wewe, weza uchumi ama chochote ambacho kinaleta manufaa. Usikimbie. Mara nyingi nashauri hasa wanaume, msiogope mabinti wenye pesa. Ni makosa mnafanya. Amekupenda na ana pesa, usimkimbie. Cha kufanya sio siri tena, sasa tunasema it takes you 5 to 6 years tayari umeweka vitu sawa. Tumia pesa alionayo mwenzi wako, ingiza kwenye miradi, miliki hiyo miradi, umiliki hiyo mitaro ya hiyo hela wewe. Wengine wanasema wanahakikisha kwamba hatuwezi wanabana hizo mirija. Tumia akili kuhakikisha tunawategemea daima. Tumia akili. Uwezi, yani mtu hawezi kubana niko naye na ni mwenza wangu akabana. Sio haba kama sio mimi. Kama umeshindwa namna ya kumsolve, tafuta ujuzi wa ziada. Lakini usimkimbie kwa sababu tayari Mungu amekupa mtaji huo. Unajua kabisa huyu ni yeuli, analeta malingo, ananitishia hela, mimi kulikuwa mpole. Chukua hela hizo ziingize kwenye projects ambazo wewe utasimamia. In 10 years to come wewe ni champion. Utakuwa umemiliki hiyo power ya finance. Kutoka kwake. Mpende sana. Shuka, nyenyekea, ifanye kama mjinga. Target yako ni 10 years to come. Huwezi kufeli. Kwa hiyo ni bora ulichonacho tayari ambacho unaweza ukakitumia kuliko kuondoka na kwenda kukutana na mtu ambaye hujui kama atakuwa na uwezo. Sababu wengi waga tunatafuta kama mwanamke mwenye hela, maana yake unatafuta ambaye wewe umemzidi hela. Yani kwa sababu tunataka kudominate. Hatutaki kuongoza, tunataka kudominate.
Kutawala. Nataka kutawala badala ya kuongoza. Fanyika kiongozi. Utajua, yani unapokuwa kiongozi kwa kwamba una akili kuliko unaowaongoza. No. Una hekima ya kujua hiki nikiweke hapa kitumike. Huyu mtu ana akili nyingi, ni keep busy, sio unanielewa? Unampa activities nyingi, events nyingi, unamweka mbele, anakutengenezea njia. Kwa hiyo ni swala la kujua nani nimweke wapi kwa sababu gani. Yaani unajua kujitambua ni kujua una nini kwa ajili ya nani na wapi. Irudie tena. Kujitambua ni kujua una nini, sawa? Kwa ajili ya nani na wapi. Okay. Kwa hiyo kujitambua ni kujua una nini, what, kwa ajili ya nani, who, wapi, where. Yeah. Wow. Yaani ukishajua hivyo, kama huyu mtu ana akili kuliko mimi na ni maumbile Mungu ametuumba hivyo, nimtumieje? Asilete fujo. Nampa majukumu. Namsifia. Huyu mtu anapenda sifa sana kuliko, lakini ni safi, ni gentleman, lakini anapenda, nikimwona tu ametokea nasifia mpaka suruali, lakini naziona mbovu. Mimi ninachotaka ni kwamba tu utilize katika wakati ule. Umenikumbusha kauli ya Mheshimiwa Balozi Humphrey Polepole, naye alikuwa anasema kama kiongozi anapenda shikamoo, ndio mpe shikamoo yake moja kwa moja. Wewe shida yako wewe sio hiyo shikamoo. Kuna kitu unakihitaji na unataka atumike, umtumie, ufikishe watu wengine mahali fulani. Hata kwenye familia nyingi kuna ugomvi, watu wanagombana kwa sababu ya hivi. Anatokea mmoja wao labda ana akili nyingi lakini mkorofi. Wanashindwa kumhendo, wanabaki kumjudge. Kwa mtu anamhukumu, hata saidika kwa kuhukumiwa. Mkubali kwamba ndugu una akili, ni sahihi una akili, lakini matatizo ni matumizi ya hiyo akili. Unazo nyingi lakini unazitumia vibaya. Hakuna mtu anayependa kuambiwa hana wakati unaona kabisa anazo, ila zinatumika vibaya tu. Kwa hiyo cha msingi ni uwezo wa kutambua kwamba nimtumie huyu mtu kwa lipi, kwa manufaa gani. Nimnyanyueje kwa sababu hana uwezo, labda kwa sababu yuko mbele yako. Kwa hiyo ni wewe, lakini hayo mambo zaidi yanaingia kwenye roho. Okay, sasa brother Cosmas, sio rahisi kama tunavyosema hiyo, na kwamba unajua kibinadamu tuna hiyo tabia ya kuamini kwamba kama kuna uwezo ambao Credo nao, natamani sawa nitaupenda lakini natamani ungekuwa kwangu. Kwa mfano hata wasanii, watu wengi wanampenda labda Diamond au Alikiba, sio kwamba wanampenda Alikiba aendelee kuwa na ule uwezo, wanatamani ungekuwa, ndicho maana ya kuwa inspired, right? Sasa unawezaje kuondoa hiyo roho ya kwamba natamani kuwa nacho, badala yake ni kwamba natamani kukitumia for me? Hiyo ni akili njema mno, mtu kutamani kitu kizuri kutoka kwa mtu mwingine. Lakini hali hiyo haitakusaidia wewe kujua ulicho nacho. Acha kufocus kwa watu, focus ndani yako. Kila mtu anachakua kalichopewa kwa maslahi yake mahali fulani. Sio lazima uwe kama fulani. Kadri unavyotumia muda mwingi kuwatazama wengine, ndivyo ambavyo unafia gizani. Dan cha msingi, watazame wale, jitazame wewe. Muda mwingi jitazame wewe, kisha ujilinganishe na hao, utajua mimi ni watofauti. Hakuna mtu atakaye kuja aongee studioni hapa copyrights kama Cosmas. Ila kuna watu wataongea mambo mazuri zaidi kwa namna yao. Sio unanielewa? Kila mtu ana namna yake. Sasa ukingangania kuwatazama wengine, na maana unafanyika photocopy. Na kamwe hautafikia cha kwako na hautakutana na watu ambao Mungu amekuandalia. Kuna watu ambao wameandaliwa wasikie sauti yangu kama ilivyo, iwaguse, walete impact kwenye maisha yangu. Sasa ukikopi, you will never make it. Vyote vile kama dunia haikuelewi leo. Inaonekana wewe unaumba vitu ndani ya watu ambao hawakuwa navyo. Hiyo sio jambo rahisi. Unaumba vitu ndani ya watu hawakuwa navyo na hakuna aliyewahi kufanya. Kuna uwezekano wa mimi kuumba kitu ndani yako na wewe kama. Sio uwezekano. Yaani wewe unapoishi hapa duniani, kazi yako ni kuumba vitu ndani ya watu, aidha vizuri ama vibaya. Hata maneno tunaongea hapa hayafi. Yanasafiri billions of years, yataendelea kusafiri. Sure. Kwa hiyo kazi yetu ni kuumba vitu ndani ya watu. Watu wengi wakipokea vitu vyako ndani yao wanakuwa kama wewe. Ndio maana uwezi kukuta wananchi wanapenda movie za kichawi kama hawana chembe za uchawi. That's impossible. Ndio ile kauli yako ulisema unafanana, yani unavutiwa na vinavyofanana na wewe. Vilivyoko ndani yako ndio vinakufanya uwe na interest fulani. Kwa hiyo mtu ukikuta anapenda movie za kichawi, sio kwamba ni mchawi, akana chembe hizo zimo ndani yake. Credo. That's exactly. Kwa hiyo ni kama Bluetooth, kwamba lazima iwe ifanane, zile frequencies identical zinaenda pamoja. Ni sahihi.
Uwezi, kwa mfano mimi na wewe tuna interest. Kwa sababu we are thinkers, zote ni watu wa kufikiri. Ni watu wa kutengeneza vitu, kudevelop vitu ambavyo havipo. Ni watu wa kutengeneza logic, mantiki mbalimbali. Kwa hiyo tunapokaa pamoja tunafurahishana badala ya kumboa mwenzie. Exactly. Yani ni kwa sababu tuna match. Hakuna haya mambo yanatakiwa yawe kwenye mahusiano ya ndoa. Unapotafuta mwenza, principle kubwa ya kukusaidia kupata mtu sahihi ni hiyo. Tafuta mtu anayeongezea kwenye kile ulichonacho, sio anayekupa ulichokosa. Okay, sio anayekupa ulichokosa. Anaongezea kwenye ulichonacho. Ndio, huyo ndio mtu sahihi. Explain zaidi? Ya, sijajua nisemeje. Yaani nimetoa mfano vizuri hapa. Wewe una vitu na mimi nina vitu, tunapeana. Okay. Yaani kuna vitu naongezea kwako, ndio navuta interest yako. Ndio naniona wa maana, unasahau vitu vya mapungufu yangu mengine, unafocus kwenye kile kizuri. Definitely. Na hiyo ndio inazalisha upendo wa kweli. There's no love without a reason. Sababu inayoleta upendo wa kweli ni hiyo, kudevelop vitu positive ndani ya mtu mwingine. Sasa tunafanyaje brother Cosmas kama kuna baadhi ya vitu ni vigumu sana. Kuna ile mpaka utani wanasemaga watu wafupi wanakuwa na visirani, unajua zile kwamba, na jinsi nilivyosoma hichi ulichokisema somo lako lote ni kwamba ili uweze control yote hayo, anzia ndani yako. Uwe na uwezo wa kujiamini na kujikubali ulivyo. Mara nyingi watu wanakuwa hawajikubali walivyo, kwa hiyo wanaona huyu kama ni mshindani badala ya mtu wa kushirikiana naye. Sio rahisi kujikubali. Tunaanzaje? Kuna step zipi rahisi? Yani kwanza huwezi, cha kwanza wakubali wengine. Kukubali. Kwa mfano, ukikubali kuna watu wana uwezo kuliko wewe. Okay, kuna watu fact ni wazuri kama kuliko wewe. Kuna watu wana pesa kuliko wewe. Ukisha wakubali wengine na hali walizonazo, ndio utapata fursa sasa ya kujitazama wewe vizuri na kujipanga. Okay. Lazima kwanza, kwa sababu wewe ni mtu, kwa sababu kuna watu utu wako hauanzi na wewe, unaanza na wengine. Wewe ungezaliwa duniani usikute watu, usingekuwa mtu. Kwa thamani yako, ili wewe uwe na thamani zaidi, anza na wengine. Usianze na wewe mwenyewe, utakosea. Okay. Unanielewa? Kwa hiyo anza kuwatazama wengine na uwakubali. Kwamba kuna watu wana mambo mazuri. Sema upate ule wivu wa kujikuza, kwa kujidevelop. Wivu mzuri wa kawaida, kwamba na mimi kwa nini mimi nisifike pale mahali fulani? Kwa nini mimi siwe kama fulani kwa kile ninachokifanya mimi, sio nifanye kama cha kwake. Nifanye cha kwangu lakini nipande kama fulani. Umeongea kitu kimoja niliwahi kusema kwamba huwa nakiishi sana kitaaluma, kwamba nilijifunza kuenjoy uwezo popote ulipo, either ndani yangu au nje yangu. Kwa maana, na hii ilikuwa ni orientation niliyopewa wakati nipo chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nafundisha vijana wanaomaliza, wengine degree, wengine wanamaliza wana talent tu, wengine wana postgraduates. Sasa unaangalia jinsi ambavyo watu wanajifunza, unaona hamna tofauti ya kielimu, na sometimes unajifunza huyu mtu unajua nimemfundisha jinsi ya kusoma lakini ana sauti nzuri kuliko mimi. Alafu na sometimes naandika script kabisa, naona mimi siwezi kusoma hii sauti, na mhitaji yule. Kwa kile kitendo kikanijengea namna ya kuenjoy ubora wa mtu hata kama haupo ndani yangu. Lakini sio kitu kirahisi. Na maisha ni kuconnect dots. Hatuwezi kuwa na kitu kilichokamilika bila kuconnect dots. Okay. Watu wasio na uwezo wa kuconnect dots ni vigumu mno kufanikiwa. Kwa sababu hakuna mtu aliyepewa kila kitu. Hakuna. Tunapata ukamilifu kwenye kuconnect dots. Okay. Tunapata ukamilifu, kwa mfano, kipindi kinakuwa kizuri kwenye kuconnect mimi na huyu. Unanielewa? Yaani hakuna kinachokamilika bila kuconnect dots. Na ndio maisha. Kwa hiyo lazima ujifunze kuwakubali wengine na kuwatumia popote pale walipo kwa manufaa ya jamii na ya kwako. Sio kuwakimbia, sio kuwachukia, sio kuonea wivu, utapotea. Kwa sababu maisha ni kuconnect dots. Hakuna tajiri bila maskini. Hakuna msomi bila mjinga. Hakuna. Hata chuo kikuu kuna wa mwisho. Okay. Yaani hiyo ni kawaida. Kwa kila mtu kwenye position yake ya maisha anafanya position yako ina make sense. Ndio. Bila hivyo hakuna maana. Hakuna maana. Lazima ukubali watu. Unajua mara nyingi huwa ni kwamba mtu akishibisha sana nafsi anakuwa mbinafsi kama jina lilivyo. Okay. Ambayo nafsi na utashi hizia na akili. Ukishibisha sana nafsi unaongeza ubinafsi. Ukishibisha sana mwili unaongeza ulafi na anasa. Ukishibisha sana roho unakuwa shabiki wa dini.
Wait. Hiyo ni deep sana. Ulituambia, nakumbusha tena, nafsi inalishwa imani, roho inalishwa maarifa, mwili unalishwa chakula. Na mtu anakuwa na balance akicombine maeneo yote matatu. Kwa hiyo nafsi ukizidishia maarifa sana unakuwa mbinafsi. Tafuta mtu yoyote unayemjua ni msomi wa kupindukia, hana vitu vya rohoni. Ni mbinafsi. Okay. Nafsi kishiba sana, you don't think of others. Mtu yoyote aliyefanya magunduzi ya kisayansi kwa akili yoyote na ni msomi, huyo mtu ana vitu rohoni vimelazimisha nafsi itii kile roho inasema kwa ajili ya wengine. Wow. Kwa hiyo kweli nafsi na ubinafsi mwingi, kadri unavyoichibisha nafsi ndivyo unavyokuwa mbinafsi. That's the principle. Ndio maana inaitwa nafsi, kwa sababu ya ubinafsi. Na ndio maana inabidi ushibisha maeneo mengine ili kubalance equation. Kuibalance. Huwezi kutumia taaluma yako vizuri kama upendi watu. Na ukipenda watu umempenda Mungu. Mungu hayupo bila watu. Huwezi. Kwa hiyo unajikuta ndio hivyo sasa. Mtu akishibisha sana mwili, yani kazi yake ni mwili, ni huyo anakuwa mlafi na mpenda anasa tu. Matendo ya mwilini. Exactly. Na kuna watu mwili ndio priority namba 1. Na nielewa, mwingine ndio hivyo, roho ni mtu wa mambo ya rohoni tu. Hamna, hata Mungu hataki. Kila kitu lazima kiwe na balance. Huwezi kuwa unashinda kanisani, msikitini kila siku. Utakufa maskini. Na Mungu yupo, sio kwamba hayupo. Lazima uwe na balance, hata kuitumia hiyo imani yako kwenye mazingira halisi. Lazima uende field. Sio kukimbilia tu kanisani au msikitini huko pale. No. Nenda field kuleta matumizi ya kile ulichokivuna msikitini na kanisani. Ili ilete maana sasa. Ingia field. Ita hicho unachokisoma kipimwe. Kwa hiyo ni vitu viko wazi, lakini kwa sababu wakati mwingine tupati watu wa kutueleza ukweli. Watu wanataka vitu ambavyo wanataka wajisikie vizuri. Vya comfort. Kuna mahali nilikuja, nafikiri ni hapa East Africa, dada zijana. Kuna kauli nilisema fact kwamba ukingangania kubeba mzigo ndani ya nafsi zaidi ya uwezo wako utapoteza maisha yako. Mtu hataki kusikia hicho. Wewe ngangania tu. Mungu hajakuumba ubebe mzigo kuliko umengangana nao. Utashangaa mwili unaanza kutengeneza magonjwa. Utapotea. Lakini Mwalimu Cosmas, kuna mizigo ni mizito tu, sio kubeba tu, hata kuitua pia. Lazima ujue unatua gunia la mpunga au mchele. Sawa? Unapotaka kulishusha, usipokuwa mwangalifu linakuua. Ni kweli. Kwa hiyo lazima ujue aina ya mzigo uliobeba na style ya kuushusha. Okay. Watu wamebeba mizigo vingi. Kwa hiyo lazima ujue mzigo umebeba mzigo gani na utaushusha namna gani. Bila hivyo utashangaa. Ndio maana huwa anapenda kusema simba ni mnyama mwenye ujuzi wa kuwinda. Ana nguvu na ujuzi mzuri wa kuwinda. Lakini akiishi mahali pasipo na mawindo, anaweza kufa na njaa. Ndio maana fisi, popote unapoona fisi kuna simba. Tunanielewa? Napenda kujifunzia kwa wanyama. Exactly. Popote unapoona fisi yupo, kuna simba, anajua yeye hawezi kuua. Lakini kuna atakayeua abakize mabaki nipate chakula. Na ana survive. Na anajua sina nguvu ya kuwinda vizuri. Ndio maana Mungu akampa uwezo wa kula mizoga, kwa sababu alimnyima uwezo wa kuwinda. Mfano mzuri sana. Nanielewa? Kwa hiyo ukishajua wewe ni fisi, halafu kaenda kukaa karibu na twiga kila mara, utakufa. Utaondoka duniani na utamlaumu Mungu bure. Nenda maeneo yenye simba, kwa sababu ndio yenye chakula. Jamani, macho yanauma, ningevua miwani lakini fisi usikae karibu na twiga. Atakusaidia nini? Yeye anakula miti. Ni mrefu sasa, lakini na anasifiwa, lakini wewe humuhitaji. Na uwezo kulazimisha kuwa simba vile. Hata uwezo tu huna. Na sasa wakati kujilaumu tu, mbona mimi hawanioni, mimi ni fisi, mbona Unatakiwa ujue position yako na ni nani akuzunguke mwenye uwezo upi. Tumia uwezo wao vizuri, wanakuzidi. Nawezaje kuanza? Kuna step maalum ambazo zinaweza zikaanza, kwa sababu unajua tabia ni kama ngozi ya mwili. Uibadili ukishazoea kwamba watu wenye uwezo, kuna watu unakutana nao sana kwenye level ya taaluma, level ya mahusiano, unakuta mtu yani anakuambia sasa watu wa aina hii wataki, lakini ukisikia hizo sifa anazosema mtu wa aina hii simtaki, ni sifa positive. Anaijua sana, simtaki.
mwanamke mwenye hela simtaki, ndio zile. Yeah. Maana huyo mtu ameshakaa, ameshaamini, ameshaishi hicho kitu, sio kitu rahisi kukubali tu usiku mmoja. Na ni mara nyingi ni watu walioshibisha nafsi, wameshakuwa wa binafsi. Hawako tayari, wamefunga uwezo wa kuingiza mambo ambayo yanawakoroga ili wajifunze. Unajua kukua sio kitu rahisi. Hauongezeki kirahisi. Unaongezeka kwa maumivu. Kwa hiyo mtu akiwa hivyo ameshafunga uwezo wa kuongezeka kiufahamu. Ndio maana unafanya vipindi kama hivi na ni Mungu amekupa akili za kuwaza kuleta vitu vya namna hivi usaidie watu kama hao. Kama hawataki kujifunza, wakubali kufika maisha yao mwisho wakiwa hivyo. Hauwezi kuwa na urafiki na swala toka umezaliwa mpaka unakufa. Halafu ubadilike uwe tuseme uwe twiga. Hapana. Ukiona umechoka kuishi na swala, kuna wanyama wa aina nyingine watafute. Unaweza kuvuna usichotarajia. Kwa sababu umebadilisha location, umebadilisha marafiki. Lakini ukingangana na wale wa aina unayotaka wewe, inawezekana aina hiyo unayoyataka sio ya watu wenye uwezo. Watu wenye hela wana tabia fulani, wewe uitaki. Utabaki na wasio na hela, utaenda wapi sasa? Nani atakupata hiyo fursa? Kuna wakati fulani unatakiwa ujiadjust, uingie kwenye kundi tofauti la watu hata kama ulikuwa hutaki. Ili ukue, uongezeke, uwe na watu wenye level fulani wanaweza kukupa fursa unayotaka. Lazima ubadilishe network yako. Na hasa watu walioenda shule. Mimi nikikuta mtu ameenda shule na ana argument kama hizo, namuonea huruma. Amebeba taaluma kama mzigo. Mtu aliyesoma sifa yake kuwa ya kwanza ni kuwa flexible. Kuelewa circumstance, kuelewa mazingira, kuelewa nini kinamkabili wakati huo, ageuke vipi ili ya survive. Huwezi kuzidiwa akili na mmea. Mmea unaona jua linawaka, unatoa majani ili usinyauke. Umeshaisoma nature. Sasa isinakwambia naona jua limezidi, naondoa majani. Sasa hiyo ni mifano, wanadamu ni zaidi ya hapo. Lazima ujue sasa naishi Ujerumani, ili nifanikiwe lazima niwe kama Wajerumani. Huwezi kulazimisha tabia ya Manzese na huko Ujerumani. Utaambulia kurudishwa kwenu. Yaani maisha yana fakti ziko wazi kaka. Uzitaki, hutaki kuishi. Ndio maana wanapenda kusema hivi. Hata ujinga ukikubalika na wengi unageuka hekima. Wewe ukingangana tu ni ujinga wakati wengi walishasema ni hekima. Wewe ndio utabaki pembeni na hekima yako. Kwa sisi ndio tuna label kipi ni hekima, kipi ni ujinga. Yaani ndio hivyo kama binadamu. Unapokilebo kama binadamu, sasa uangalie popularity. Kwamba wengi wanataka nini? Ndio maana wakasema wengi wape, hawakusema maneno wao ovyo ovyo. Manake wewe ili uende mbele unahitaji wengi. Kama wengi wanahitaji ujinga, geuka hata kama una hekima. Ili survive na uende mbele. Baadaye ukisha watangulia, ufanye unachotaka. Ndio wageukie sasa. Uambie kwamba ni 1, 2, 3. Ukiongea huko katikati yao watakupiga. Kaa pembeni. Na hautafanikisha mission. Mabibi na mabwana, I hope mpaka hapa imekuongezea kitu. Na uzuri ni kwamba baada ya kuongea muda mrefu sana, naomba niitambulishe hii kwamba tunaenda sasa kuchukua hatua ya sehemu kukutana. Nadhani Cosmos umeona messages zinazokufikia za watu wanasikiliza hizo session, wanatamani kukutana na wewe. Kuna baadhi ya vitu tunaongea hapa hawapati nafasi hata ya kuuliza. Sehemu hawajaelewa, wanataka unajua uelewa wangu na wewe unaweza kawa ni tofauti na uelewa wanayefuatilia. So tumeandaa sehemu ambayo tutaconnect pamoja. Na hii ni sehemu ambayo utakuja na Cosmos Madulu atakuwepo hapo kukutana na watu sasa, kuongea, kufanya hiki live tukiwa tunakutana. Kwa hiyo talks, maongezi tu yale simple lakini yatakusaidia, yanaweza kubadilisha maisha yako. Na namna ya kuweza kufanya hiki kitu tunaifanya kama tunaita jamii ya siri, inaita Madin.com Secret Society. Na hatutaki kuongea physics wakati tunaishi Kiswahili. Exactly. Hatutaki. Usiongee physics wakati tunaishi Kiswahili. Kwa hiyo tuishi Kiswahili, tuongee Kiswahili. Kwa hiyo tutakutana sehemu. Cha msingi ni chukua hii namba hapa kwa ajili ya mengi, na kutufuatilia pia kwenye namba kwenye Madin.com 0712760276. Hii ni namba ambayo tunakutana pia kwenye group letu. Tutachagua watu wachache sana ambao wana connect na sisi, kama ambavyo amekuwa akisema Cosmos Madulu kwamba siku zote unavutiwa na unachofanana nacho ndani yako. Kwa unatamani kuwapata watu ambao tayari wanafanana na sisi ndani yetu, na wapo wengi sana. Either kwa mambo unayopitia au kwa mambo ambayo unayafahamu
karibu tu join pamoja. Nimeamua kuitangaza rasmi hapa, na uzuri brother Cosmas utakuwa tayari kukutana na sisi bila shaka. Mna shida. Sana hatuna, yani mimi huwa naamini, sio kuamini tu. Sipo duniani bila kufundisha watu. Umekuwa unairudia sana hiyo. Sipo. Yani mimi uwepo wangu dunia, existence yangu ni hiyo. Amen. Ukiondoa hicho sipo tena duniani. Sina maana. Yeah. Madini Connect inakuja jamani, najua muda ututoshi kila siku, lakini hii show inabidi iwe hivi kwa sababu mambo ni mengi. Cosmas Madulo na mambo mengi, Madini.com nayo na mambo mengi, lakini brother Cosmas, mimi ni kushukuru sana sana sana. La mwisho kabisa ambao nataka uongee, wewe ni mtu ambaye ni mtaalamu wa malezi, una shule sasa hivi. Yeah. Na kila kitu ambacho unakutana na jamii kwenye engo nyingi sana. Ukiangalia sasa hivi ni nini ambacho kinaikabili jamii, especially vijana? Nini ambacho unakisikia sana? Shida ninayoiona kubwa mimi, tuko kwenye ulimwengu wa burudani. Okay. Sasa watu akili zimelala, zinataka kuburudishwa. Asitaki ugumu. Zinataka hata kama ni mafanikio yawe kwa njia rahisi, ndio maana wanakimbilia njia simple. Na hii imefanikiwa kwa sababu teknolojia na walioko mbele ndio wametupeleka huko. Ndio maana watu wanatapeliwa, kampuni inakuja tupata hela haraka. Hiyo shida yao, ni mindset ya kutafuta vitu rahisi, wafanikiwe kirahisi. Download hela eti unapata hela kwa kudownload online. Ni vitu hata wanaofanya wanajua tumekuwa watu hivyo, na hali hiyo inaingia mpaka kwenye mahusiano. Nataka upate mme kwa njia simple tu. Hujui kwamba utakapoanza kuishi consequence zitatokea. Yani hii hali tuchukue makini nayo sana. Usipende kuwa simple. Ningeomba upende kuwa complex. Starehe ndogo. Usipende kuwa mtu simple. Kwa mfano, nilikuwa na kijana mmoja nimekutana naye barabarani hapa wa Kigoma, ananishangaa, yani anashangaa kuhusu maisha yangu. Akawa anasema, ulisema una shule, nilimwambia mwalimu wangu akakataa. Unawezaje kujenga shule hujakopa? Yani anaona ni kitu ambacho ni impossible. Tayari ni mtu amesoma, lakini ana negative mind kiasi kwamba haamini hata hicho kitu kama hicho mtu anaweza kukifanya bila kudaiwa. Flexible. Haamini hata hicho kitu mtu anaweza kukifanya bila kudaiwa. Nikamwambia nenda mwambie kama ana shida nimtumie nauli aje aone. Na atafute benki zote Tanzania kama kuna benki inanidai hata shilingi 2. Wow. Au akatafute. Ili ahakikishe ni mimi sihubiri vitu. Siongei vitu vya kusoma kwenye madaftari. No. Naongea vitu ninavyoviishi mwenyewe. Ndio maana nikishindwa kitu siwezi kukisema. Naongea vitu ambavyo hata ukitaka leo nikupeleke ukaone vivid example, na ninaleti kuanzia A to Z uone. Ujue kama kuna watu wanafanya. Mtu ametoka kwenye familia maskini ambayo ina nyumba mvua ikinyesha inavuja. Sawa, unanielewa? Umesoma kwenye shule ya kukalia jiwe. Hadi kaptula zinachanika huko kwenye makalio. Unanielewa? Lakini umepambana kutoka kijijini huyo mpaka unafika mahali ambapo na dream yako. Mimi sitaki kuwa na chochote dunia hii, nataka niwe na taasisi ya elimu tu. Kwa sababu ninachokifanya hiki hakitabaki kama sija influence watu kupitia shule. Wow. Brother Cosmas, nadhani tutakutana zaidi kwenye MDC Connect, kukutana na vijana, kuwapa uhalisia na reality hii. Kama tulivyosema, hatuongei physics, tusiongee physics wakati tunaishi Kiswahili. Nimeipenda sana hiyo. Shukrani sana kwa unaifuatilia Madini.com. Inafuata hapa picha linaanza sehemu ya mwisho tukiwatazama Waarabu. Hii ni Madini.com, show yako ya taarifa na maarifa. Naitwa Grayson Gideon. Live na G.